Masalheri, je, wajua kuwa kuna jamii bado zinaamini kuwa uwepo wa wanawake katika baadhi ya sehemu ni nuksi? Ndivyo wasemavyo wazee wa Kakamega. Ukistaajabu hayo, tutakufahamisha kuhusu ghadhabu za nyuki kuadhibu wachuuzi wa Kiambu. Karibu Magharibi, Mashariki, Kusini na Kaskazini. NTV Mashinani inaanza sasa. Mimi ni nahodha wako wa kila siku, Lois Mungoi. Tuanze na vidokezo. Wakisika mjana, hasa wanakuwa shinanya tu kwa watu kwa mapo. Wasika usiku, na kuna mtu kuongea, wanafanya na manaye mchanga hiyo, wanakwenda. Kakamega kuna tambiko maalum za waopozi wa mili iliyozama majini, wanawake kando. From 2016 hadi wa leo, almost every year nimekuwa nikifanyiwa the same surgeries. Kijana wa umri wa miaka 21 amefanywa upasuaji wa njia ya mkojo mara 19, anasimulia. Nashabikia Arsenali, alafu timu ndogo inakuja inatuchapa mpira. Mafans na watani wa Arsenali wapaza vilio na kejeli hapo jana walipoparwa 1-0 na PSG. Bila shaka mtazamaji wangu, hayo ni yetu ya mashinani, lakini kabla ya kusema kimashinani, tuweze kujua jeni yapi yanagonga vichwa vya habari kitaifa. Na juhudi za kumaliza mgogoro wa uongozi chuoni Kenyatta unaelekea kupata suluhu. Mapema leo, naibu chancellor Paul Wainaina aliyekuwa ametimuliwa alirudi kazini baada ya mahakama ya ajira kutoa amri ya Wainaina kurejelea wadhifa wake wa makamu chancellor wa chuo hicho. Wainaina alikuwa ametumwa likizo ya lazima Aprili mwaka jana, mgogoro ukidumu kwa muda wa miaka 3. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amekutana na wakuu wa usalama katika kaunti za Isiolo, Meru, Laikipia, Samburu na Marsabit katika juhudi za kutafuta undani wa utovu wa usalama katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya. Murkomen amekashifu ulegevu miongoni mwa maafisa wa polisi wanaoshirikiana na wahuni na pia akawapa onyo kali wa Kenya wanaonunua mifugo ya wizi. Chama cha wanasheria nchini LSK pamoja na wanaharakati wengine wa haki za binadamu wametoa taarifa mbalimbali kuhusu mauaji ya vijana wa kizazi leo baada ya mamlaka huru ya uangalizi wa polisi IPOA kutoa taarifa hapo jana na kusema kuwa vijana 9 walipigwa risasi na kuuawa walipokuwa wakiandamana bungeni mwaka jana. Mtazamaji wangu, karibu mzima mashinani. Pia kumbuka tuna ile mashinani yetu tunaipenda online. Ingia pale, tuma salamu, sema mawili matatu, jumbe nitakuwa ninazipokea pindi tunavyosonga. Tuanze na taarifa hii ambapo wazee wa jamii ya Waluya wanasema muda uliochukuliwa kupatikana kwa mili ya wanaume wawili, Francis Mudogo na Henry Kisiangani, walioangamia mto Isoho siku ya Jumapili wiki jana walipokuwa wakiokoana kumechangiwa na akina mama ambao wamesalia kuzunguka eneo hilo mili inapoendelea kutafutwa, jambo ambalo mila na desturi ya jamii hiyo haikubali. Hii hapa ni taarifa ya tambiko zinazosemekana kuhitajika katika uopozi wa mili mtoni, wanawake wakitakiwa kukaa mbali na eneo hilo la tukio ili kupunguza nuksi. Tazama. Naam, kama kawaida mila na desturi huweza kufuatwa msiba kama huu unapotokea. Eneo hili si mara ya kwanza mtu kuweza kufa maji, na mtu anapokufa maji, wale ambao ni wapiga mbizi wa kutafuta mwili huo wanafaa kupatiwa vitu kadhaa kabla ya kazi hiyo kuanza. Kimila ni hii. Pesa nyambao walialona na mwenyewe wenyuko na shita, atawa pesa yao, wakimaliza na hiyo teni, wakitoa hiyo mwili, wanapata haji yao, wanaondoka. Haji yao wanapata pesa yao ilikuwa na paki,
na wanakwenda na kuku wanaenda nayo nyumbani. Kama ni nyumbani wenyewe wanajua mahali wanakulia. Hiyo ndio kimila. Ng'ombe inakuwako, kondoo inakuwako. Hiyo vitu inakuwa kimila. Huyo sasa wakati amekufa kwa ajali, hiyo ni ajali. Pasipofanya na maana hiyo wenye wanatoa au wanafuata. Hiyo sasa wakati ya kusika watasika usiku. Hii ni ajali. Wakisika mchana sasa wanakuwa shinanya tu kwa watu kwa mapombe. Wasika usiku na kuna mtu kuongea, panafanya na maana mchanga hiyo, panakwenda. Wanawake sio kuja hapo karibu. Ni makosa kubwa mbele ya wasee, ni makosa. Wanataka tu kata kama ni nyumbani. Hao sikie tu mwili mitoka. Basi wakati huyu anatoka mocheri ndio wanamuonea huko nyumbani. Lakini hapana wao wakoje kwa maji hapa ni mbaya. Sasa nieleze, je, mwanamke akiwa hapa ikiwa mwili inatafuta, je, ni rahisi kupatikana ama itakuwa ngumu? Sasa wakitoka hapa atapatikana, mwili itapatikana. Hiyo ndio kama nuksi. Hao wanawake ni kama nuksi. Hiyo ni mbaya. Kimila yetu ya Baluya. Na kulingana na yeye ni kwamba ikiwa mwanamke anaweza patikana amesimama eneo ambalo mkasa imetokea na mili hiyo inatafutwa, basi mili hiyo kutafutwa ama kupatikana itakuwa vingumu. Kwa hivyo akina mama hawaruhusiwi kufika katika eneo hili ama kuketi hapa wakati mili hiyo inatafutwa. Ameweza kuzungumzia swala la mili pengine unapotolewa hapa, mili hiyo ni sharti iweze kufika na kuweza kuzikwa majira ya usiku, haiwezi zikwa mchana, akisema kwamba kuna pengine pepo itakuja kusumbua watu ikiwa mwili ama mili ya wale wapendwa ambao waliweza kupoteza maisha yao itazikwa mchana. Nikiripotia NTV kutoka mashinani kaunti ya Kakamega, jina langu ni William Akos. Asante Akos, mtazamaji wangu. Ndo utamu wa Afrika, mila ni nyingi tu. Sasa shughuli za kawaida zilitishiwa kwa zaidi ya saa 2 katika soko la Limuru, kaunti ya Kiambu. Hii ni baada ya nyuki kuwavamia wachuuzi na vile wanunuzi. Katika juhudi za kujinusuru, baadhi ya watu walilazimika kuwasha moto ili kuwafukuza nyuki hao ambao chanzo chao hakikujulikana mara moja. Vamizi hilo liliwaacha wengi wakiwa na majeraha ya kupashwa na nyuki sehemu mbalimbali za mili yao, huku wachuuzi wakikadiria hasara kutokana na muda waliopoteza bila kufanya biashara. Abraham Gadesha alishuhudia kioja hicho. Tazama. I can't even kiss my husband tonight I can't kiss him. Biashara isimama kwa muda baada ya nyuki kuvamia wafanyabiashara katika soko ya Limuru, wengi wao wakiachwa na majeraha tofauti mwilini. Tuzungumze na baadhi yao watueleze ni yapi walishuhudia. Ikafika saa 8 ndio tukaona watu wakikibishana. Saida walikuwa wanakibishana, tukajiuliza ni nini. Kutoka saa hiyo ndio hiyo choke ikaingia kwa soko, ikatuvuruga sisi wote, hata wengine wameumia, ikatuhangaisha, ikabidi tutoke nje ya soko. Ndio tukahakisha hii kitu inaitwa migushoki, ndio ikatoka. Nyuki zimekuja tu once hii masaa 8 zimeanza kuchapa watu bure, kukimbiza watu. Tunapata tu hata ujaziuliza kitu unasikia tu umeumwa huko. Nimepigwa tu hapa. Lakini tumejaribu kupigana nazo sasa, lakini sasa zimetulia, zimeisha. Jana mimi zimenikula hapa, vichwa imenipiga na nimejaribu kusaidia watu kadhaa hapa. Kama mchaina mwingine amekuja hapa na mtoto wake wamelimwa na amekuliwa sana na nyuki hapa. Kazi ikasimama, kila kitu kafanya. Mimi nikapata tu nimevamiliwa. So hali ya kujikinga zikaniingia. Tunashangaa mtoto wangu ataniona vipi. Kwa hivyo sometimes serikali tusaidie that side. Sijui kama naona zinapenda karayero, so sijui zifanya zikanivamia. Wafanyabiashara hawa wameachwa kinywa wazi kuona haijulikani nyuki hawa walikotoka. Abraham Gadesha, runinga ya NTV, kaunti ya Kiambu. Mtazamaji, ambacho hakutueleza Abraham alikuwa wapi hayo yakiendelea. Tusonge mbele na Collins Kipngetich. Ni kijana aliye na umri wa miaka 21 na amefanywa upasuaji mara 19 tangu kuzaliwa kwake. Sasa hii ni baada ya kugunduliwa kuwa na ugonjwa wa hypospadias unaoathiri njia ya mkojo. Collins alifanywa upasuaji wa kwanza kabisa akiwa na umri wa mwaka 1 tu ili kurekebisha hali hiyo.
Hata hivyo, upasuaji huo haukufanikiwa na akaendelea kufanyiwa upasuaji kila mwaka hadi alipofikisha miaka 14. Mwaka huu alipangiwa kufanyiwa upasuaji mwingine mnamo Aprili tarehe 15, lakini ukosefu wa fedha umemzuia kuendelea, akihitajika kuwa na angalau shilingi milioni 1.7 ili kufanikisha hilo. Hii hapa simulizi yake ya kushtoa moyo. Anasomea Thika Imperial College of Medicine and Health Sciences. Nilizaliwa na ugonjwa inaitwa hypospadias. Hii ni abnormality ya urethra ambapo mtoto akizaliwa akonjoi vizuri, unapata the tip of the urethra iko kwa the lower side. Nilifanyiwa surgery ya kwanza nikiwa miaka ya 1 na ikaweza kukorektiwa in 7 stages. The last stage ilikuwa 2014. Hapa nilipona, but 2016 nilianza kudevelop complications ambapo nilikuwa napata kitu inaitwa stricture. This is the narrowing ya urethra. Nikafanyiwa surgery but ilikuwa ina fail, and kila time nimekuwa nikifanyiwa surgery haiponi, na from 2016 hadi wa leo almost every year nimekuwa nikifanyiwa the same surgeries. Cause unapata nafanyiwa surgery ina fail, kidogo naanza kupata complications zingine ya fibrosis, sometimes napata fistula, na imekuwa very tough journey. Currently hii ndio mpira inanisaidia kukojoa, inaitwa suprapubic. Nilidungwa chini ya kitovu, na hii ndio inaweza kunisaidia kukojoa cause sina hiyo uwezo. I kept on fighting cause I wanted to become like other men, nikuwe kama wanaume wengine cause hii issue imekuja na a lot of stigma. People look down upon you, and you know that this is a sensitive matter cause kila time unapata huwezi kojoa vizuri. Sometimes you have to squat, huwezi simama kama wanaume wengine ukojoe vizuri. Ukiona like tangu nizaliwe nimekuwa nikifanyiwa the same surgery, sijaweza kupata hiyo kupumzika. And sometimes nikipata hiyo thought ya giving up, na realize that nimetoka magumu zaidi, and at least maybe in future there is peace and nezaishi life mzuri. So every day as I fight, kuna that hope that one day I'm going to be well, free from pain. Bila shaka mtazamaji wangu, na hapa mezi yetu ya NTV Mashinani tunamtakia kila laheri Collins Kipngetich, huku tukimpa kongole. Amepambana na hali hiyo mtazamaji wangu tangu alipozaliwa, mwaka 1 akaweza kupata ile surgery ya kwanza, miaka 20 baadaye bado anapambana. Bila shaka yeye ni shujaa. Tusonge mbele na maeneo ya Kalawa, ni kaunti ya Makueni, ni mojawapo ya sehemu kame katika ukanda wa Mashariki Kusini, ambapo jua kali na ukosefu wa maji vimeendelea kuwatatiza wakazi. Hata hivyo, licha ya changamoto hizo, kunao wakazi ambao wamejitokeza kwa ujasiri kutafuta suluhu mbadala. Wameelekeza macho yao kwa kilimo, wakitumia maji ya kutoka mito midogo au maji ya mvua yanayopita njiani. Je, juhudi zao zimezaa vipi matunda? Anasimulia mwanahabari wetu Brian Nzioki aliyezuru eneo hilo. Japokuwa maeneo ya Kalawa ni kati ya maeneo kame hapa kaunti ya Makueni, ambapo mvua ni moja tu kwa mwaka, lakini hapa wakazi hawa waliweza kuteka maji na kisha baadaye maji haya wanayatumia katika kupanda. Hebu tukasikize kutoka kwao, watueleze ni faida zipi ambazo wameweza kutoa katika kuteka haya maji ambayo wanayafanyia katika kilimo. Tulianza mafundisho ya water harvesting na World Vision, wakatufunza jinsi ya kuchimba visima. Walipotufunza tukakuja kufanya huku nyumbani, nikachimba kichima, wakanisupport na dam liner, na after kusupportiwa na dam liner nikaweza kuwa naweza harvest maji kwa kisima yangu.
Hii maji inanisaidia sana kwa kupanda miti na ukulima wa hapa shambani. Hapo mbeleni, kwa sababu hii sehemu ya Makueni ni sehemu inakuanga na jua kali, na wataalamu wanasemanga tutege maji, naenda nachota nawekelea mimea yangu kwa upande wa ile mitunda nimepanda, miembe, michungwa, na ikipata maji naona inazaa uzao, na huo uzao nauza, ninapata chakula, napata pesa, nafundisha watoto, na ninaendelea na kujisaidia. Hata ng'ombe nanunua. Kwa upande wa kiwa ni chakula, sukuma na cabbages natoa hapo, nyanya natoa hapo, ngwashi, ile sweet potatoes. Kwa ile mchanga imeshimbuliwa kwa ile Pamford, ninaweka sweet potatoes, ninakula, inanisaidia. Japokuwa mabadiliko ya tabia nchi yanazidi kuathiri nchi nyingi, na haswa hapa kaunti ya Makueni ni mojawapo ya maeneo yale yanaathirika katika nchi yetu ya Kenya. Wakazi pamoja na wakulima wanaomba kutumia njia za kisasa pamoja na kubuni njia mwafaka za kuweza kupigana na hadhari hii ili kuweza kulima kilimo ambacho kina faida. Brian Nzioki, makala ya NTV Mashinani kutoka Kalawa, eneo bunge la Booni, kaunti ya Makueni. Asante sana Brian kutoka kaunti ya Makueni. Mtazamaji wangu, bila shaka katika awamu yetu ya kwanza tumepiga hatua kaunti ya Kiambu, kaunti ya Machakos na hiyo kaunti ya Makueni. Kumbuka pale kaunti ya Machakos tulikuwa na story ya huyo bwana ambaye amefanywa surgery mara 19. Hiyo kila siku ndio ile story nakwambia, chukua simu yako ina smartphone, rekodi, simama hapo mbele, tuambie Lois kuna hili na hili na lile. Hata kama utaogopa kusimama hapo mbele, nipigie tu picha. Nambari yetu ya WhatsApp iko kwenye televisheni yako. Leo fanya kuisave jamani, tutumia, alafu tutakupanga ili nawe ukiwa pale mashinani yako iweze kusikika kitaifa. Tunachukua mapumziko mafupi katika NTV Mashinani. Mambo ni mengi tu ambayo tunakuandalia, lakini usiende mbali, maana sitaki ukose story hii. Tutakujuza mengi kuhusu kichinjio kilicho karibu na jaa la taka Kericho. Kwa nini? Fees loan provides up to 1 million shillings to give your child the chance to pursue their dreams. Bank on us for their future and apply for school fees loan today. SMS fees to 23359 or visit any of our DTB branches today for more information. DTB, bank with us, bank on us. We're bringing you the hottest show in town. From exclusive interviews with the biggest names in the game. Music, na ukose kuona dance, hawezi ona dance bila muziki. Watching Kwetu Mix, respect the OGs. Yeah! To a DJ set that will knock your socks off. Kwetu Mix NTV, Monday mpaka Friday, let's go. Don't miss out on the fun. Tune into Kwetu Mix every weekday only on NTV. This week on The Glam, we journey into the sacred heart of Ethiopia to uncover the ancient ritual of Weibatis, a ceremony of purification, healing, and honoring the body and soul. This is all ingredients for scrub body. With a sacred touch of different Ethiopian plants and ingredients, women gather not just to beautify, but to connect. Chickpeas helps reduce wrinkles, helps remove dead skin. This is more than skincare. It's tradition. It's strength. It's a love story written across generations. The whole experience was so good. I feel like I'm relieved. I just want to sleep. The Glam, this Wednesday, 7:30 p.m. on NTV Kenya. You don't want to miss it. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity.
and people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Sheria, mfalme wale Murati. Who will be left standing when the last beat falls? Shonda Season 2 starts Tuesday, 22 April at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3. Mtazamaji wangu, ni awamu ya pili ya NTV Mashinani, na sisi huanza kwa kuwakaribisha wageni wanaojiunga na NTV Mashinani kwa mara ya kwanza kabisa. Karibuni nyumbani. Alafu kwa wale mashabiki sugu kila siku na wapigia makofi. Tusonge mbele na shule ya wasichana ya upili ya Tipet katika kaunti ya Pokot Magharibi inaendelea kuwavutia wasichana wengi ambao walikuwa wamesahaulika katika maeneo magumu ya wafugaji. Shule hiyo ambayo iko kati ya wadi ya Tipet imekuwa kituo cha kuwaokoa wasichana kutokana na visa vya ukeketaji na ndoa za mapema, lakini sasa inakumbwa na changamoto nyingi ikiwemo idadi kubwa ya wasichana. Jambo nzuri sio? Mwandishi wetu Oscar Kakai anasimulia. Eneo la Endo kwenye kaunti ya Pokot Magharibi ni mojawapo ya maeneo ambayo yalisaulika na kutengwa kwenye maendeleo, hasa katika elimu. Hii ni kutokana na mila potovu kama vile ukeketaji na ndoa za mapema. Hata hivyo, shule ya wasichana ya upili ya Tipet imeanza kukumbatia na kusaidia wasichana. It's a rescue center because most of the girls are being rescued from early marriages, FGM, and some of them come from very low homes where they are quite poor. If you can see, many of the girls that we have in the background don't have uniform, because I accept them in school without a penny for them to come and find a safe haven. Licha ya wasichana wengi kukumbatia elimu na kujiunga kwenye shule hii bado inakumbwa na matatizo ya ukosefu wa muundo msingi bora. Kwanza hapa nilianza hapa shule, nilitumia drum, nakuwa blackboard, nikachukua magaa, nikatumia kuechoka. Sasa nikapambana hivyo mpaka Mungu akatusaidia hivi. Sasa kusema school fees hatuna, kusema nini hatuna ya shule. Tunahitaji serikali huko atutusikie. Kwa sisi wa Tipet tumeongea siku ya leo, asikie sisi. Tuko na watoto huku lakini kitu ya kukula hatuna. Siku ya nini fees ya kulipa watoto hatuna. Sisi tunakaa tu huku. Na mnajua huku ni msituni. Many of them sit on the stones that are elevated by a whole pole of wood for them to read. The number we expected has blown up because many of them have had the thirst to come and learn. Maneno ya kukata watoto utairi tumekataa. Tumeendelea na masomo. Hakuna mtoto yenye sasa tumekubali wakaya nyumbani. Tumekubali watoto wetu wote wasome. Sisi kujua kama ningefika shule ile nilimaliza nitaelewa darasa la 8. Nikolewa na yuko upendo kwangu vile leo niliolewa na mtu anijua tamu. Nikakaa nikafikiria nilipitia machungu sana, nilipitia changamoto mingi sana. Sababu ya maneno na early marriage. Sisi tunafosiwa tuoleke mapema na sitapenda kwetu tuoleke. Kama juzi nilipokuwa nifanya mwenyewe ndani ya darasa la 8. Nilipokuwa Jumatano wakati wa kumaliza mtihani nikapata watu wamejipanga tu kunipeana mimi. Shule hii ya wasichana pia inakumbwa na ukosefu wa barabara, ambapo mto Tulkwer ni kizingiti kikubwa kwa wanafunzi na walimu kufika kwenye shule hii. Nikiripotia NTV Mashinani kutoka kaunti ya Pokot Magharibi. Jina langu ni Oscar Kakai wa Masega.
Asante sana Oscar Kakayo Masege. Jamani mtazamaji, bwana akosi kutupa mengi tu kila wiki kutoka kaunti ya Pokot Magharibi. Sasa wakazi wa Kericho wameelezea masikitiko yao kuhusu ujenzi wa kichinjio karibu na eneo la kurusha taka, wakikosoa hatua hiyo ya serikali ya kaunti inayoongozwa na gavana Daktari Eric Mutai kuruhusu hali kama hiyo. Wakazi sasa wanaitaka serikali ya kaunti kuchukua hatua za haraka na kuhamisha jalala hilo ama kusitisha shughuli za kichinjio wakihofia afya yao. Naam, asanti sana. Leo niko kwenye mji wa Kericho ambapo nimetembelea kichinjio iliyoko kwenye mji huu na nimeweza kubainia kwamba kichinjio na eneo la taka viko karibu. Naona ni a big concern. Sijui kwa nini hapo mbeleni hakuna mtu alikuwa ameangalia hiyo shida, lakini kwa ukweli ukiangalia uchafu, the smell yenye inatoka kwa the sewage na imekaribiana na a strategic resource kama ya slaughterhouse, cereal siko pia hapo chini si mbali. Tungefikiria kama kungekuwa na uwezo, one, either the sewage and the dumping site is Hongeshwe ama the slaughterhouse na pia hiyo cereals inaweza songeshwa kando iseparatiwe. Sijui wenye wanasimamia hapo walikuwa wanaangalia wapi. Hawa watu wanabidi waregeshe maakili nyuma na waende mbele na wajue kuna mashida, kuna sababu na kuna makosa walifanya. Ndio dump site na kichinjio iko pamoja. Tunaambia kwa kaunti Kericho kama wangeweka dump site ikuwe kwingine, kichinjio pia itengenezwe kwingine. Sababu sisi ndio wakulaji wanyama na sisi ndio wakaaji wa huku tunaishi hapa. Watu saidi tunaweza pata magonjwa, tuwezi hapa huko imekuwa ni chafu sana. Hapa ni mahali pa kutengeneza chakula ya binadamu. Inafaa ichungwe mambo ya afya. So tunataka kuomba our governor uanze ku revisit the plan ya hii town. Uone mahali pa kuweka, either uhamishe the butchery iende, alafu hizi vitu zingine zibaki. Kwa sababu kuna cereal liko hapa na sote ni chakula ya binadamu. Wananchi wanalalamika sana. Unapata wananchi wengine wameanza kuendesha, wengine wanaara na nyama inachinjwa karibu na sewage. Sasa wakazi wa eneo hili wanaiomba serikali ya kaunti ya Kericho kuweza kusongesha eneo la taka. Winnie Chepkemoi, NTV Mashinani kutoka kaunti ya Kericho. Asante sana Winnie Chepkemoi. Watazamaji wangu, naona mashinani ya online mko wengi tena sana. Leo muda hunasi, lakini kesho nimechukua screenshot, nitaanza na jumbe zenyu, lakini niruhusu nitaje moja tu ya mhariri wangu si wa muda mrefu. Anaitwa Roslyn Obala, anasema anatazama NTV Mashinani, anasema inaweza. Hebu tukafunge na kejeli kwa timu ya Arsenali. Sasa wafuasi wake wakilia baada ya kupoteza 1-0 kwa PSG. Watani wao wanafurahia. Kwa heri, mimi ni Lois Wangoi, hadi hapo kesho na kutakia sherehe zilizofana za Labor Day. Lakini kumbuka kesho 6:30 papa hapa kwenye NTV Mashinani. Tukafunge jamani. Arsenal kuna nini? Manchester na Chelsea afadhali. Nikitabiri ni wini, mnatandikwa na beti mnachoma. Kumbe mwenzangu na mimi ni bure tunajisumbua. Nashabikia Arsenal, alafu timu ndogo inakuja inatuchapa. Mpira imenifanya kama mtoto nilie vibaya. Mie siwezi, walonicheka waniache nihame leo. Mpira imenifanya kama mtoto nilie vibaya. Mabao mengi wametufunga na